Kati ya vitu ambavyo umefanikiwa kuvifanya ni kufanya utafiti wa kuangalia matibabu ya tezi dume. Uliangalia matumizi ya dawa za Tamsulosin pamoja na dawa zingine ambazo basically zimetengenezwa. So dawa zote of course mitishamba, lakini ilikuwa ni maalum imetengenezwa na mtu mwingine. Kwa nini ulifanya utafiti huo? Swali zuri. Kwa katika kufuatilia, katika kusoma, kaja kugundua tuna jamii kubwa ambayo inapenda dawa za mitishamba. Na hicho ni kitu ambacho hata literature zinakubaliana na hilo, kwamba kwenye 80% ya Waafrika wanapenda kutumia mitishamba hata kabla hawajaja kutumia dawa ambazo za hospitali. Kabla hajaja mgonjwa hospitali ashatumia mitishamba. Asilimia. Kwa utafiti ambao upo Tanzania ulituonyesha kwamba uwepo wa ugonjwa ambao ni wa tezi dume iliyotanuka kwa Tanzania yetu ni zaidi ya 60%. Kwa hiyo tuna jamii kubwa ambayo ipo hivyo. Mimi ninakaa kliniki kila siku naona wagonjwa. Katika wagonjwa ambao nawaona 10, utakuta wagonjwa 7-8 ashatumia kitu nyumbani ambacho hakijathibitishwa, hakijafanywa utafiti za kitaalamu kuangalia usalama wake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukawa na interest ya kuweza kufanya utafiti ambao utaangalia mitishamba ambayo tunayo, na bahati nzuri tukapata watu ambao wamezitengeneza dawa ambazo ni standard, kwa maana ya kwamba tayari wao wameshafanya zile preclinical studies kuangalia safety ya dawa, dose maalum inaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo ikawa hatuna study ambazo zimefanyika kwa human subject, tukafanikiwa kufanya utafiti wa namna hiyo. Kwa Tanzania tunajua tuna center 3 ambazo zinatengeneza dawa za namna hiyo ambazo tayari zinatumika kwenye jamii. Muhimbili na dawa yao ambao wanaitengeneza pale inaitwa Procan nafikiri. Tuna Nimri wana dawa ambayo ni syrup yenyewe inaitwa Persivin, lakini kuna hawa Arusha wanaitwa Ifito, so wanatengeneza dawa inaitwa Urifito kwenye capsule. Kwa hiyo tulifanikiwa kuwapata wa Arusha, wao wakaweza kusupply hiyo material, na sisi tulichokuwa tunakifanya ni utafiti wa kulinganisha ufanisi wa hizi dawa za mitishamba pamoja na hizi dawa ambazo tumekuwa tukizitumia ambazo ni standard kama Tamsulosin kwa ugonjwa wa tezi dume la wastani wa kati. Kwa hiyo tukawa tunafanya utafiti wa namna hiyo na tunawafuatilia wagonjwa baada ya muda miezi 3 mpaka muda miezi 6 kuona maendeleo yakoje. Kwa kuna vifaa maalum ambavyo tunatumia kuangalia maendeleo. Kwa mtu yeyote ambaye ana dalili, unapotaka kujiridhisha kwamba makali ya dalili zake yakoje, huwa kuna tool maalum ni kama question dodoso ambalo anatakiwa ajaze yeye mwenyewe mgonjwa. Kulingana na jinsi ambavyo anaziona dalili, anajaza kwa kuscore namba, lakini pia kuna swali ambalo linaangalia namna ambavyo zile dalili zimeaffect ubora wa maisha yake. Kwa anajaza hiyo dodoso, kunakuwa na score ambayo tunaipata pale. Kwa hiyo score inatuambia, tunasema score ipo 0 mpaka 35. Mtu mwenye score ambayo ni 20 mpaka 35 tunasema yupo kwenye makali ya juu. Mwenye score ya kuanzia 9 mpaka 10 mpaka 19, 8 mpaka 19 tunasema yupo kwenye makali ya kati. Mwenye score ya 0 mpaka 7 yupo kwenye makali ya chini. Kwa hiyo tulipata kundi kubwa lilikuwa na score ya kuanzia 8 kuelekea mpaka 35. Kwa tulikuwa na makundi ya namna hiyo. Kwa tukapata watu 40 ambao walikuwa kwenye kundi la hii dawa ya Urifito, watu 42 ambao walikuwa kwenye Tamsulosin. Tukafuatilia baada ya miezi 3 na baada ya miezi 6. Moja ya kitu ambacho tulikiona ni kwamba hakukuwa na utofauti wa ubora wa utendaji kazi wa hizi dawa mbili. Tukaona hii mitishamba namna ambavyo inapunguza makali ya dalili ilikuwa inafanana na ile nyingine ambayo ni standard. Kwa haikuwa inferior tunasema. Cha pili tulichokuwa tunakiangalia ni kiwango cha mkojo ambacho kinabaki kwenye kibofu baada ya kukojoa, ambayo tulikuwa tunafanya kwa kutumia ultrasound maalum. Kwa hiyo tunapima mtu akishakojoa, unaangalia ndani ya dakika 10 unaangalia kiwango gani cha mkojo kilichobaki kwenye kibofu. Kawaida tunasema haitaki kuzidi robo ya mkojo ambao unatakiwa uje kwenye kibofu cha mtu. So kwa mtu mzima kwa tunasema bladder capacity yake na ujazo ambao ni 500. Kwa hata ukitoka mkojo kawaida haitaki zidi miezi 100 inayobaki. Kwa mtu ambaye ni chini ya miaka 60 tunatamani isizidi miezi 50. Huyu mtu mzima kwa nini tutarget 100? Kwa sababu misuli pia huwa inachoka kadri umri unavyozidi kusogea. Kwa tukawa tunaangalia hicho kitu. Na tulipofanya hilo tukaona pia hizi dawa mbili zote zilipunguza kiwango cha mkojo kinachobaki vizuri pasipokuwa na utofauti mkubwa. Cha tatu ambacho tukiangalia kwa wagonjwa wetu ni namna ambavyo maisha yanaboreshwa kwa wagonjwa, na tukaona hii Urifito ilionekana na inaboresha vizuri maisha, sababu kuna swali ambalo linaangalia namna ambavyo dalili zilikuwa zina affect maisha yake na mtu anaona ameimprove vipi. Kwa tukaona hii Urifito ilikuwa inaboresha vizuri zaidi kulinganisha na hii Tamsulosin. Na tukajiuliza zaidi kwa nini, tukaangalia na sehemu ya 4 ambayo ni wale watu ambao tulikuwa nao wangapi walikuwa
wako sexually active, maana yake walikuwa na nguvu za kiume na wanashiriki tendo la ndoa vizuri bado. Tulipata watu kama 21 kwenye kundi la urifito, 24 kwenye kundi la tamsulosin. Kwa baada ya miezi 6 tulipoangalia tukajigundua kwamba hii urifito ilionekana ina improve zaidi zile score za kuangalia uwezo wa nguvu za kiume kwa tamsulosin. Na nafikiri hiyo inaelezeka kwa sababu ile dawa yenyewe kwenye ingredient ambazo zinatengenezwa, kuna ingredient ambayo ina produce nitric oxide ambayo ndio inachocheaga zaidi swala la erection. Na nafikiri ni moja ya sababu ya kuifanya yenyewe inaboresha quality of life kuboresha na tamsulosin. Okay. So kuna hizo dawa pharmaceuticals, sahihi kabisa. Halafu kuna dawa za mitishamba. Matibabu gani mengine ambayo unaweza kumpa mtu ambaye ana tatizo la tezi dume? Kwa mtu ambaye ana shida ya kukojoa kutokana na tezi dume ambayo imetanuka, anaweza kupata matibabu. Kwa tunasema kwa yule ambaye ipo kundi ambalo dalili zake si za makali ya kati wala ya juu na hazijamuaffect sana kwenye ubora kwamba anazivumilia zile dalili. Huwa tunafanya kitu kinaitwa lifestyle modification. Unaboresha namna ambavyo anaishi maisha yake. Ambao unamshauri afanye. Kwa hiyo tunamshauri vitu kadhaa. Cha kwanza kabisa, kuna vitu ambavyo huwa vinachochea utokaji wa mkojo ama namna ya figo kutoa mkojo mwingi. Kwa hiyo kama mtu anatumia sana kahawa, hizi ni blood irritants, anatumia sana vilevi, tunamshauri kwa mfano hiyo kahawa asitumie vitu vya kahawa kabisa. Kwa hiyo kuanzia kahawa yenyewe, soda ambazo ni Coca-Cola, hizi energy drinks zote zina contain caffeine. Yeah, caffeinated hizo energy drinks na vingine. Alafu kundi la pili ni hao wanaotumia alcohol. Sasa hiyo alcohol tunajua kuacha tu huwa sio rahisi muda mwingine. Kwa hiyo tunamshauri kama alikuwa anatumia yenye pasenti kubwa angalau aende kwenye pasenti ndogo, lakini pia minimize the frequency ya utumiaji wa kile kilevi. Kwa taratibu inaanza kusaidia kupunguza ile makali ya dalili. Kama anaweza kuacha, aweze kuacha kabisa. Unywaji wa maji. Tunasema kabla ya kwenda kulala usiku kwa sababu inakera zaidi pale ambapo mtu anaamka usiku mara kwa mara kuliko mchana. Kwa hiyo tunachomshauri mtu kwamba angalau masaa 4 kabla ya kwenda kulala asitumie kabisa kitu cha maji. Inamsaidia sana kulala na kupumzika vizuri. Cha 4 huwa tunaangalia kwa watu ambao wanatumia dawa ambazo zinachochea utokaji wa maji mwilini. Kama furosemide kwa watu wenye shida za moyo. Kwa tunachoshauri ni kwamba unahitaji kudiscuss na physician ambaye amemuona huyo mgonjwa kwamba kama inawezekana kuminimize dose ama wakati ambao mtu alikuwa anatumia ile dawa, kama alikuwa anatumia sana wakati wa jioni basi tubadilishe muda, tumie angalau muda wa asubuhi. Kwa hizi ni vitu ambavyo tunamshauri na mazoezi pia yanatajwa kwamba yanaweza kuboresha zaidi kwa sababu uzito uliopitiza ni moja ya vitu ambavyo vinaonekana vinachangia sana kwa changamoto za tezi dume. Okay. Kwa lifestyle modifications ni kwa watu ambao wana dalili ambazo haziwasumbui sana. Kundi la pili ni hawa ambao wanaweza kupata dawa. Dawa hapo unaweza kumpatia hizi ambazo ni pharmaceutical au unaweza kumpatia tunaita phytotherapy mitishamba. Na zipo ambazo zimethibitishwa tayari. Kama hizo ambazo tumetaja phytotherapy, hii tuyotumia yenyewe ni cucurbita pepo anaita. Cucurbita pepo ni product ambayo inatokana na pumpkin seeds. Kwa hiyo inasaidia sana na tafiti nyingi zimeonyesha inafanya vizuri. Kuna mimea ambayo Marekani wenzetu waligundua inaitwa Serenoa repens. Hiyo inatumika sana, nyingine tupigia mafikana, hizo ni ambazo wenzetu kwa nazo. Zimefanyika sana tafiti kwenye hizo. Lakini matibabu ya tatu tunasema sasa yule mtu ambaye ameshaanza kupata complication ama yeye mwenyewe ameprefer. Kwa hiyo tunasema mtu ambaye ametumia labda tiba ya dawa anaona haijamsaidia. Mtu ambaye labda figo zimeshaanza kupata athari. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye anafanya vipimo vya figo kwa sababu unapomfanyia screening mtu afu akakuta ana mkojo mwingi unaobaki kwenye kibofu, kinachofuata hapo ni kuangalia usalama wa figo. Sababu ile pressure inayojijenga kwenye kibofu inaweza kaenda kuathiri figo zake. Kwa hiyo tunafanya vipimo vya damu vile vya kuchunguza uchujaji wa figo kwa zile taka kwenye mwili. Kwa hiyo tukiona zinaongezeka inaashiria kwamba figo zimeanza kuzoofika. Huyu mtu anahitaji operation kwa haraka zaidi. Cha tatu ni wale watu ambao vibofu vyao vimeshaanza kuathirika kwa maana ya kwamba inatengeneza mifuko ya ziada. Kwa sababu mwili unajaribu kucompensate tatizo linapokuwepo, kusukuma ule mkojo. Lakini kadri unavyozidi kuongezeka mkojo unaobaki, inachotokea ni kwamba misuli inafikia tu inachoka, inashindwa kabisa kuendelea kusukuma mkojo. Sasa ule mwili wake utajaribu kutengeneza mifuko ya ziada. Kwa hiyo kibofu kinaanza hakuwa na hali ya kutanuka kupita kiasi na sehemu ya ndani ya kibofu inatoka nje. Kwa hiyo tunaita diverticulum. Kwa hiyo inakuwa mifuko ya ziada imejijenga kwenye kibofu. Mtu akishafikiria hatua huyo anahitaji operation, hahitaji kucheleweshwa. Kibofu kisije kikafa kabisa. Cha 4 ni mtu ambaye kibofu kimeanza kutengeneza mawe. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kwa sababu ya shida ya kukojoa anapunguza unywaji wa maji. Akishapunguza unywaji wa maji
mkojo wake unakuwa upo na chumvi nyingi, concentrated sana. Kwa kinachotokea mawe yanaanza kujijenga kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo mtu anakuwa anahitaji operation ambayo itahitaji kushughulika na tezi dume, lakini pia na kutoa jiwe ambalo limejenga kwenye kibofu chake. Pia mkojo unavyobaki mwingi, riski ya kwamba anaanza kupata kinaitwa incontinence, ni kwamba anakuwa ana mkojo ambao una leak wenyewe bila yeye kuweza kuzuia. Sasa wengi wakishafikia hatua hiyo wanavaa pampers. Anapovaa pampers ni rahisi sana kumfanya yule normal flora, huyu bakteria anayekaa kwenye njia ya haja kubwa, kuanza kusafiri na kuingia kwenye njia ya mkojo. Kwa hiyo mwanaume yeyote ambaye ana UTI, huwa ni moja ya vitu vya kuvichunguza ni kuangalia ya tezi dume kuona ikoje na mkojo unaobaki unaisha ama unabaki, na njia ya mkojo kama ina usalama ama ina kitu ambacho kinafanya mkojo ubaki ndani. Kwa hiyo mtu pia huwa anahitaji operation. Ashakuwa na UTI ambazo zinajirudia mara kwa mara, huwa anahitaji matibabu ya operation. Kundi jingine ni wale watu ambao sasa huwa unakuta huko amepata njia ya mkojo imeziba kwa ghafla, na akawekewa mpira, labda akampa na dawa, baada ya wiki wakatoa mpira, akaendelea na dawa, wengine ukuta aendelee na dawa. Kaja kajirudia tena ile hali ya kuziba mkojo, huyo anahitaji operation. Ndio. Kundi jingine sasa ni yule mtu mwenyewe ambaye ameamua kwamba mimi naona kunywa dawa itanichosha na dawa nyingine nyingi, basi nahitaji operation, basi naenda tu kwa operation. Yeah. Lakini basically matibabu yanategemea hayo makundi matatu hayo. Kulingana na dalili na hivi vitu ambavyo tunaviita ni complications. Kwa mwenyewe complication automatic anakuwa anahitaji matibabu ya upasuaji. Ambapo upasuaji umekaa katika ngazi kuu mbili. Kuna upasuaji wa kutumia matundu halisi ambayo ni njia ya mkojo ile tunaziita endoscopic surgeries, ama unaweza kufanya open ambayo ni ya kufungua sehemu ya chini ya kitovu na kuweza kwenda kushughulika na tezi dume. Kwa teknolojia inasaidia. Sasa hivi teknolojia imekuwa sana. Huu upasuaji wa kutumia njia ya matundu unaweza kufanya kwa kutumia mionzi, unaweza kufanya kwa kutumia maji ambayo yanakuwa kama mvuke na choma tu ile tezi moja kwa moja. Sasa hizi wenzetu wamefikia hatua ambayo wale wagonjwa ambao hawawezi kufanywa hizo operation labda na dawa ambazo zinazuia kufanya operation, tasema ni high risk patient, labda anatumia aspirin kwa sababu ya shida fulani ama hali yake namzuia kupata dawa za ganzi. Wenzetu wamefikia hatua ambayo unapokuwa na interventional radiologist, wataalamu wa tiba ya mionzi ambao wanaweza wakaingia kwenye mishipa, wanaweza kaiziba. Kuna vitu ambavyo wanaweka kwenye ile mishipa ya damu kuja kwenye tezi dume, inaziba ile tezi na inasinya pamoja. Kwa wamefikia hatua. Wenzetu pia wengine wana procedure ambazo wanafanya bila kumlaza mgonjwa yule ambaye anahitaji ganzi. Wanatumia tu pini maalum, inaitwa urolift. Kwa hiyo ni vipini maalum ambavyo wanaweka kwenye sehemu ya tezi, ni kwamba kama ilikuwa imeziba hivi, vinaenda kuifanya ile tezi kaachia njia. Kwa hiyo mtaalamu unakuwa kuna option tofauti. Option tofauti. Lakini common ambayo tunafanya sana ni hii ambayo inaitwa TRP. Unaenda tu unakata ndani kwa ndani kwa kutumia kamera, unaingia ndani ya kibofu cha mkojo kwenye tezi dume pale, unaenda unakuwa unakata zile tissue unazitoa. Lakini njia zote hizi za upasuaji, mgonjwa akija kwako ndio utaamua ni njia ipi inafaa. Mara nyingi tunapendea kufanya hii ya kufungua kama mtu tayari ana mawe kwenye kibofu cha mkojo, tezi ni kubwa kupita kiasi. Kwa sababu hii ya kutumia njia halisi, changamoto yake ni kwamba unatakiwa uwe na speed, kwa hiyo lazima uwe mzoefu ambaye unafanya operation hiyo na uangalie ukubwa wa ile tezi. Kwa sababu mgonjwa anaweza kaa na tezi kubwa. Tezi kisha kuwa kubwa sana, riski ya kwamba inaweza kuvuja damu kupita kiasi na kuwa ni kubwa. Kwa hiyo kulingana na uzoefu ambao mtu anakuwa nao, anaamua ngoja nifanye hii ama nifanye hii nyingine. Kawaida tunasema ujazo wa tezi ukishazidi 80 ama 100 na PSA inaruhusu, kwa maana ya kwamba PSA haijazidi 10, maana yake inaashiria sio saratani tezi dume. Huyo mtu anaweza kufanywa operation ya kufungua tumbo na kuweza kutoa. Kwa saratani matibabu yake yanakuwa ni tofauti. Ndio. Kisha kwa saratani matibabu ni tofauti.